akisema atakubariki, atakubariki. akisema atakuinua, atakuinua. yeye akisema atakubariki. Okay, hali gani ndugu mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wangu wa YK Media Production. Nikukaribisha sana, na kama ni mara yako ya kwanza kwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika video hii ili uweze kuwa mwanafamilia wa YK Media Production. Okay, nimekuwa nikuletea masomo mbalimbali ambayo umekuwa ukijifunza mara kwa mara, na leo somo letu litahusiana na mixing pamoja na usafi kwa ujumla. Leo nitazingatia vitu vyote, nitakuja kukuelezea vitu vya msingi ambavyo huwa mara nyingi nimekuwa nikivitumia katika kuandaa project za wasanii wangu ama waimbaji wangu. Okay, kama unavyoweza kuona katika screen hapo, kuna hii project ambayo iko mbele yako, unaiona jinsi ilivyokaa. Okay, kitu cha kwanza kabisa ambacho nataka uzingatie wakati unaanza kurekodi, basi ni ili eneo hapa kwenye sehemu ya kuzoom vocal. Kuzoom vocal ni ili eneo hapa. Nikishusha hivi, nafikiri utaona vocal zangu ni ndogo kabisa, ni nyembamba kama unavyoweza kuziona hivi. Vocal zangu ni ndogo sana. Kosa la kwanza ambalo unalifanya katika studio yako ni kurekodi vocal zikiwa ni kubwa. Yaani unarekodi vocal kubwa kuliko kawaida. Angalia vocal zangu unaziona kabisa ni ndogo hizi hapa. Sasa unarekodi vocal kubwa, yaani waves zinakuwa kubwa sana kiasi kwamba hata ukiwa una play zile vocal zinakuletea alama nyekundu hapa red. Maana yake tayari hizo vocal zimeshapita kwenye kiwango cha mita ambacho ni halisi. Kwa hiyo unapaswa urekodi vocal ndogo kama hivi, lakini ukija ukiziplay hapo unazisikia zina sound vizuri. Baraka za Bwana hakuna awezaye. Naona sasa hiki ni kitu ambacho unahitaji kupandisha hapa wakati unataka kuanza kurekodi. Maana yake tunaanza mwanzo kabisa. Unafanyaje? Baada ya kuandaa project yako, umeshaweka beat yako hapa, hakikisha make sure unashusha beat yako. Angalia beat yangu mimi nilipoishusha, ukiweka upande wa beat hapa, nimeishusha mpaka hapa kwenye namba hapa imeni 10. Sasa hii inategemea na beat yako ina sound vipi, lakini beat ikiwa juu huku, maana yake vocal hizi zitakuwa haziwezi kusikika, lakini pia itakwenda kuchafua huko. Hiyo kitu cha kwanza ambacho ni cha kuzingatia. Lakini kwenye upande wa sound card yako, hakikisha sauti haizidi kwenye nusu ya volume yote ambayo imewekwa. Hivyo ni vitu vya msingi vya kuzingatia. Haizidi kwenye nusu ya sauti, yaani level ya sauti yako kwenye sound card yako. Tolea mfano hapa na sound card hapa ya V8, natolea mfano tu, sije ukadhani hii ndio natumia kwenye kurekodi. Huu ni mfano. Hii sound card yako hapa kwenye sehemu ya kuongeza sauti hapa kwenye volume, nafikiri unaiona hapa. Hakikisha unavokuwa umeizungusha useti, hakikisha isizidi nusu. Yaani umeweka sauti kubwa sana, iwe inacheza kwenye nusu. Angalia hapa, iwe inacheza kwenye nusu kwenye sound card yako unayotumia kurekodi. Jalishi unatumia sound card gani, lakini make sure iwe level ya sauti unapoanza kurekodi ipo kwenye nusu ya sauti, au ishuke kidogo hata kwenye nusu isifike, ili kufanya usichukue makelele, kwa sababu setup nyingi za studio hazijakaa vizuri. Ukiangalia kwa hapa unaweza ukaweza kuona kitu gani ambacho nakimaanisha. Sauti yako unapoiseti, hii ndio volume unataka kurekodi, unahakikisha unasogeza kidogo, iwe inakaribia kufika nusu au robo. Imezidi sana nusu, hii itakusaidia sana wakati wa kurekodi vocal ziwe ndogo ndogo. Lakini kitu cha pili, hakikisha unashusha beat yako mpaka usawa huu ambao nimeshusha mimi, au kama umepandisha kidogo basi hapo. Lakini kitu cha msingi kingine, utakuja kupandisha eneo hili hapa. Niangalie kwa makini, napandisha eneo hili. Ili eneo kwa makadirio unaweza kupandisha mpaka hapa karibia na nusu pia.
Hii inakusaidia kuweza kuona wave zako vizuri. Sasa baada ya kuzizoom unaziona vizuri wave zako. Kama hapa nafikiri hata nikizoom vocal zangu hivi unaweza kuziona vizuri, lakini pia huku katikati unaona vocal zako zinavyoishia. Kama kuna uchafu pia unaweza kuona. Hii ni hatua ya kwanza kabisa wakati unataka kurekodi. Ukishafanya makosa hapa, lazima hizo vocal zitakuwa ni chafu, zitakuwa ni za ovyo sana. Okay? Na utahangaika sana kufanya mix kwa sababu mwisho wa siku utakuja kuharibu kila kitu. Okay? Hiyo ni hatua ya kwanza ya muhimu. Na leo nimeona nikuletee somo hili likusaidie mwongozo mzima wa kurekodi. Okay? Hatua ya pili ambayo unatakiwa uijue na uizingatie pia wakati wa kuweza kuandaa sasa wimbo wako. Umeshapandisha level yako hapa. Kitu kingine ni masuala ya tempo. Beat yako iwe inaendana na tempo. Yaani unapokuja kuhamisha hii beat hapa, hakikisha umeseti tempo ambayo ni ya wimbo wako. Japokuwa sio muhimu sana kama umeshakuwa mzoefu, unaweza hata usitumie hii tempo hapo. Unaweza tu ukaweka ukarekodi kawaida na kazi yako ikatoka vizuri. Ila kama bado huna uzoefu na hivyo vitu, make sure hapa kwenye sehemu ya tempo unaweka tempo hapa. Tempo kama inayoendana na beat yako. Masuala ya tempo nimeshaelekeza jinsi ya kujua tempo. Kama beat hujatengeneza wewe, kunayo programu hii hapa. Hii ya Virtual DJ hapa. Hakikisha unatia beat yako hapa, itakupa tempo halisi ambayo ni ya ule wimbo wako. Ikishakupa tempo, basi utakuja utaseti tempo kwenye program yako au kwenye DAW yako hapa utaseti, halafu utaendelea na masuala mengine. Kitu kingine, hakikisha unapomaliza kurekodi vocal yako, kabla ya kufanya kitu chochote ambacho unakipaswa, umeshamaliza kurekodi vocal yako kabisa, hakikisha unaanza kufanya usafi wa vocal. Usafi wa vocal tunafanyaje? Angalia kama maeneo yale ambako vocal hamna. Mfano kwenye kipande hiki hapa hiki. Ngoja nitazoom hapa, nitaplay kidogo. Akisema atakubariki, atakubariki, akisema atakuinua, atakuinua. Okay, eneo kama hili ngoja nivute. Nikizoom kama hivi, basi unaweza kuona nilivyofanya usafi wa vocal zangu. Huku hakuna vocal. Hata kama nimerekodi wote hao kwa pamoja, huku hakuna vocal. Kwa hiyo utahakikisha una highlight vocal zako, then unakata huku sehemu ambako hamna kitu. Na ili uweze kukata vizuri, usikate vocal, make sure umezoom ile eneo. Ndio maana nikasema una zoom, kwa sababu ukishusha hivi hauwezi ukaziona vocal zako vizuri, kwa una uwezo wa kuzikata vocal zako. Lakini ukiwa umepandisha hapa, inakusaidia unaziona waves zako, unaziona vizuri kabisa. Kwa hiyo uwezi ukazikata, na unahakikisha kule ambako zimeishia, kizumu sana hivi unaona. Kule ambako zimeishia vocal zako, unaona kabisa kwamba hapa vocal yangu imeishia sehemu fulani. Kwa hiyo unakuwa unakata, usikate vocal, unakata sehemu ambako hakuna vocal kwa ajili ya kuweka project yako iwe safi. Kwa sababu huku pembeni wakati mwingine unaweza ukakuta kumeingia kaji sauti fulani, kuna vinoise fulani vimeingia ambavyo havitakiwi. Kwa hiyo utahakikisha unapitia vocal zako zote, unazisafisha kwanza humu, unatoa. Sio lazima sana kwa sababu kuna sehemu nyingine umeona kama huku nimeacha. Sasa umeona huku sijapita kukata kwa sababu kuna maeneo mengine sio ya kukata. Unaangalia zile vocal zimeachana sana au zinasubiria, zinaimba, zinasubiria ziimbe tena, unakata. Mfano kama humu, nitatoa mfano kidogo. Humu hamna vocal humu. Kwa na make sure huku na unaziondoa huku. Ila usifanye kitu ambacho ukielewi. Usije ukaondoa vocal. Tunaondoa sehemu ambako hakuna vocal, huku kunakuwa kutupu. Hata mfano kama hapa naweza kaondoa pia. Ngoja niondoe, alafu hapa madogo hapa. Kwa hiyo tunasafisha vocal zako. Unaweza ukaona hichi kitendo kama hakina muhimu. hakuna wa kuzuia, hakuna Yesu yu Katika maisha Ukisikiliza hapa unasikia kabisa kwamba hakuna vocal ambayo nimeweza kuikata. Hata ukizoom hivi unaona kabisa kwamba vocal zako. Utazoom vocal zako,
utaweza kukata humu. Kuna kuonyesha kabisa kwamba huku vocal hamna humu. Ila usije ukakata vocal hata kidogo. Kosa kubwa sana kukata vocal. Usikate vocal kama huku kutupu, usikate vocal. Kwa hiyo make sure project yako inakuwa katika hali ya usafi. Baada ya sasa kumaliza kufanya usafi katika vocal zako, nafikiri hapa vocal zangu zinaonekana vizuri kabisa zikiwa katika hali ya usafi. Tutakuja hatua inayofuata sasa. Okay, hatua inayofuata hapa tutakwenda kuangalia kitu gani ambacho nakifanya. Huku kuna panning. Panning nifundisha masuala ya panning. Panning. Mbona vocal ya kwanza nimeipani hivi? Nimeitoa hapa, nimeleta huku. Vocal ya pili nikatoa hapa nikapeleka huku. Vocal ya tatu hivyo. Vocal ya 4 unaona kule jinsi nilivyokuwa nazifanya. Na sijaweka sijui namba, sijui nusu, sijui robo, hapana. Mimi nimepani tu kulia kushoto, kulia kushoto. Vocal zangu nimezipeleka kulia kushoto mpaka mwisho, lakini zina saundi vizuri. Atakubariki, akisema atakuinua. Maanake kumekuwa kuna namna fulani watu wanadanganyana kwamba vocal sio unatakiwa weke sio kwenye 50 huku 50 huku tutaweza 70. Utafanya hivyo endapo umerekodi vocal nyingi, labda ni za kwaya unataka kujaza. Lakini kwenye masuala ya vocal 4 kama hivi, nimerekodi sauti ya kwanza, nimerekodi sauti 4, sauti ya pili nikarekodi sauti 4, sauti ya tatu sauti 4, sio ni sababu ya kuziweka hapo kwenye hivyo namba. Kama utaweka wewe kwa kupenda. Kitu kingine sasa, baada ya kupani vocal zako, hatua inayofuata utakuja kutengeneza kitu kinaitwa linki. Tutengeneza linki. Linki unatengenezaje? Utashikilia vocal yako moja kama hii hapa. Then kwenye keyboard yako utashikilia shift bila kuiachia. Utashikilia shift, then utakuja utagusa eneo hili. Hizi vocal zitakuwa zina muonekano huu kama unavyoona hapa. Kitu kinachofuata hapa, utabonyeza F3 pale kwenye keyboard yako. Kuna F ya kwanza ile, kuna F1, F2, F3 mpaka F12 zipo pale kwenye keyboard yako. Kwa hiyo utakachokifanya, utabonyeza F namba 3. Hii ni shortcut ya kuingia kwenye mixer. Ukibonyeza kwenye F3 kama hivi unavyoona, zile sauti ambazo nimezi highlight basi zitaonekana zikiwa kwenye mfumo huu wa linki kwenye mfumo huu hapa imeni. Sasa utakachokifanya, weka mshale wako kama hapo unapopaona pa kwangu hapa hapo, then uta right click au utabonyeza upande wa kulia kwenye mouse yako, itakuletea kwenye hiyo option. Utalinki hapa nisha linki, kwa hiyo nimelinki ili nianze kulinki upya. Utalinki hapa. Okay. Baada ya kulinki sasa, hapa kitu utakachokifanya, kuna maeneo hapa najua uko kwenye nanio yako, kwenye kompyuta yako uenda ukawa hujaseti. Kwa hiyo nitaelezea ile eneo la kulinki ili uweze kufahamu unachokilinki ni nini na kwa nini una linki vocal zako. Kwa hiyo nisikilize kwa makini ili uweze kupata ufahamu. Sehemu ya kwanza tuna link volume hapa. Kwa nini tuna link volume? Tuna link volume ili tunaposhusha volume kwenye hizi vocal za sauti ya kwanza zishuke zote kwa pamoja. Sio kushusha sauti moja moja kwa sababu zitapishana. Tunashusha volume zote zishuke kwa pamoja wakati tunafanya balance ya sauti iweze kulingana. Kitu cha pili, tutalinki kwenye sehemu ya IQ. Kwenye panning tunaacha. Kwa nini tumeacha? Kwa sababu hizi sauti tumezipani kulia na kushoto. Maana yake panning inajitegemea tayari, tumeshafanya panning. Kwa hiyo haina haja ya kupanning ya kuweka tiki kwenye panning, kwa sababu ukiweka tiki kwenye panning, kama kuna namna yoyote utahitaji kuingiza vocal au kuna namna msanii atahitaji kurudia kurekodi, utakapokuja kutaka kufanya panning itakusumbua. Utakuta ukipani huko zingine zinaanza kurudisha panning upande mwingine, kwa hiyo utaanza kupata tatizo ambalo halihusiki. Kwenye dynamic compressor gate tutaacha. Kwa sababu, kwa nini tunaacha? Hapa tunaacha kwa sababu kuna kipengele kimoja ambacho
nitakuja kukiongelea huku mbele kwenye effect huku. Huwa hatuwezi kufanya effect kuna upande mmoja wa compressor, hatutumii upande ule kule. Tunafanya mixing kwa magrupu. Kwa hiyo hii linki ni kwa ajili ya kuweza kuzielekeza sauti tu kule kwenye grupu. Sasa hapa tutaiacha hichi kipengele cha dynamic compressor, sio tutaacha. Kwenye kusendi tutaletea tiki, kwa sababu link yetu itaenda moja kwa moja kwenye sending. Maana yake tukisendi sauti ya kwanza moja, zingine zote automatically zote zilizolinkiwa zitakwenda kwenye group husika. Tutakuja kwenye insert, tutaweka link na hii itakwenda kuielezea pia vizuri. Kwenye mute solo listen tutaweka nani, automation ready tutaacha, routing tutalinki, selection tutalinki. Baada ya hapo sasa tutapiga okay. Narudi nyuma sasa. Kwa nini tulilinki? Bonyeza F3 hapa. Rudi kwenye kulinki, narudia na linki hapa. Kwa nini tulilinki kipengele cha IQ? Nitakuja kukielezea. Kipengele cha IQ tumelinki hivi ili tunapo mfano nimeingia kwenye effect moja hii hapa, nikashusha bad frequency hapa kidogo tu, nikashusha. Maana yake mimi najua bad frequency zangu ziko hapa. Hii bad frequency unaipata wapi? Huwa mara nyingi tunafanyaga test huku nimetoa tu effect, tunafanyaga test. Mfano tunatumia pro namba 4 hapa, pro namba 4, pro 4 I mean hapa. Nikija nikiwa nasikiliza sauti yangu hapa huku, hapa sauti ya kwanza, ngoja niweke hapa sauti ya kwanza tuisikie. Sauti ya kwanza hapa, kigusa solo hii ndani. Za Bwana hakuna awezaye kuzizuia, baraka za Bwana hakuna maisha yako mpendwa wangu. Yesu yupo katika maisha. Kuna namna fulani hapa kuna noise ambazo unaweza ukazisikia hapa. Kwa hiyo tunachokifanya kukata zile noise hapa kwenye frequency za 2000. Sasa hii inategemea, sio kukariri, inategemea namba yake unayotumia. Nyingine inakuwa kwenye kati ya 2000 na 5000, nyingine inakuwa kati ya 1000 na 2000. Kuna noise fulani hata ukiwa umeplay hivi. Mfano kama hapa kuna noise hapa. Sawa? Sasa unapofanya set moja hapo, ukija kwenye hii nyingine huku, IQ nyingine huku, sawa? Unaona ukigusa hapo unaiona hii. Maana yake kama noise umezipata hapa, hapa umepata noise yako iko hapa kwenye hii vocal hapa. Unavosogeza hapa, unaona ukija kwenye vocal ya pili hapa, yenyewe pia itasogea automatic mpaka hapa. Kwa ukifanya hivi utakuja kuona. Sasa hii inatokana na ile linki ulioifanya huku. Kwenye kulinki hizi vocal zako hizi, bonyeza hapa ukalinki. Ngoja tulinki. Ngoja tutoe kwanza ile, kwa sababu nilitoa ili nikuonyeshe vizuri. Toa hiyo, alafu nakuja kuzilinki hizi vocal zangu hapa. Na linki ili uone kinachofanyika hapa baada ya kulinki. Ukisha linki hapa, after kulinki, ukija umeshatafuta umepata hapa, ndio kwenye bad frequency hapa. Unashusha hivi kidogo, sio sana, unaweza ukaikunja kidogo hivi. Maana yake unavofanya hapa, hii inakwenda kwenye vocal zote za sauti ya kwanza. Maana yake sauti ya kwanza yote iliimbwa kwenye hiyo kwenye vocal hiyo. Sasa ukija sauti ya pili na yenyewe hivyo unasikiliza noise iko wapi. Maana yake ukiweka kwenye moja tu
nyingine zote automatic zinafuata, kwa sababu zina linki zinajiongoza zote. Kwa hiyo ni hivyo hivyo na sauti ya pili na tatu utaziweka zote kwenye linki moja, zenyewe zitakuwa zinaenda. Kitu cha pili, kwa nini tumelinki kwenye sendi bila kuonyesha linki ya kwenye sendi hapa na linki tena, usichanganyikiwe, mimi ndo nakuelekeza. Kwenye IQ ndio kile kitendo cha IQ pale ilivyofanya, maana yake hii link itafanya kazi kwenye IQ yote. Kwenye sendi hapa, kwani tuna linki kwenye sendi? Why we linki kwenye sendi? Tuna linki kwenye sendi kwa sababu hizi. Unapokuja hapa kwenye effect hapa, nataka sauti yangu iende kwenye group namba 1. Shaset naenda sauti yangu iende kwenye group namba 1. Maana yake nikija kwenye vocal ya pili hapa effect hapa, nagusa kwenye hii sauti itakuwa imejisendi kwenye group namba 1. Inaenda yenyewe automatic. Maana yake unapeleka moja tu. Utapeleka hii moja tu hapa, utaiwasha, utaipeleka kwenye sendi. Ukisendi hii moja tu, ina maana hizi sauti zote za kwanza zote zitajipeleka kwenye group huku. Kipengele kingine cha kufahamu ni wakati una linki kuelekea kwenye na linki kuelekea kwenye e-set. E-set ndio ile ya kule sasa nilipoanza mwanzo kuonyesha IQ, maana yake zote zitakaa kule. Mute solo listen. Kuja kuongelea hapa sasa kwenye vipengele nafanya kazi. Mute mfano na play. Fikiri unasikia. Maana yake nikiplay kwenye group tu hapa, sauti zote zitajiplay za kwenye sauti ya pili mfano. Nafikiri hapo umeweza kunielewa kitu ambacho nakifanya. Maana yake unavyokuwa una play, ukigusa solo kwenye sauti moja, maana yake hizi automatic zinajimute, ina play hizi. Maana yake unatakiwa usisikie hizi sauti zako zimekaaje, zinasikikaje. Kwa ndio maana tunatengeneza linki. Kwa hiyo linki inakusaidia kukurahisishia. Sio uanze kubonyeza solo ndio unaanza kusikiliza. Ukitoka utahangaika sana. Kwa hiyo hii inakurahisishia. Ukija sauti ya pili automatic unagusa solo moja. Tukigusa S kwenye group tu, maana yake hizi zote zinajimute hizi. Mpaka beat inajimute. Inabakia zile sauti ambazo zimeelekezwa. Ukigusa sauti ya tatu hivyo unaona afikia hapo. Gusa ya pili zinahama. Gusa ya tatu, ya kwanza zina nanio. Na hapa kwenye group sasa ndio utaweka effect zako. Kama hivi nimeweka mimi effect zangu, then utakuja utatengeneza effect channel huku. Baada ya kutengeneza group sasa la vocal zako, ushatengeneza group, ushazihamisha sauti zako kwenye makundi. Kitu kinachofuata hapa utakuja utafanya effect zako hapa, utamaliza vizuri. Na huku naona kuna maeneo nimefanya, maana yake sauti zote zilishaelekezwa huku za kwanza, maana yake zitaplay hapa. Baada ya hapo utatengeneza effect group. Mfano kama ile group langu la effect nimetengeneza ili hapa, nimeweka effect yangu moja hii, nimeweka Valhalla, lakini nikaja nikaweka Pro namba 4, nikakata mwangu wangu usiwe na base, nikakata hapa. Maana yake vocal zangu zisiwe zimeingia kwenye reverb ambayo ina low, iwe mid kwenda kwenye high. Hivyo. Baada ya hapo sasa hizi sauti ambazo umeshazi record for sauti ya kwanza ukiplay hapa, nafikiri unazisikia. Nikizima hapa maana yake zitakuwa kavu. Kiwasha moja nizime hapa, afu nije niwashe, nitokana mbona inawaka huku na huku. Maana yake hii sauti ilisendiwa. Baada ya kumaliza kufanya effect zangu huku, ndio nikaja nikasendi sasa hapa kwenye lile group la vocal ambalo ni la effect ili huku chini sasa. Kwa hiyo nikiplay hivi
utasikia na ile effect, maana yake ina play na sauti inatoka kwenye group inaenda kwenye effect. Ndio kitu ambacho tunakifanya. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umemaliza kufanya mix ya backing vocal. Effect huku za kutumia sio lazima, inategemea wewe mwenyewe unataka kutumia effect gani. Sio lazima uwe unatumia effect ambazo hauzijui. Tumia effect ambazo zinaendana na kile unachokitaka. Mfano hapa nimetumia NS1 stereo. NS1 stereo hii ni kwa ajili ya kuondoa noise. Kwa nilitumia hii stereo. Why stereo? Nimetumia stereo kwa sababu hili ni group, lina vocal ambazo zimepaniwa kulia na kushoto. Kwa hiyo uwezi ukatumia NS mono. Japokuwa kuna watu wanatumia NS mono, hawaelewi kitu gani anafanya. Kwa hiyo anatumia mono. Mono unaweza kutumia huku kwenye hizi sauti, mfano kama solo. Solo zangu mimi nimefanyia effect huku, au leading yangu nimefanyia effect huku. Kwa hiyo ukiangalia nimetumia mono huku. Why mono? Kwa sababu sauti ni moja tu, ina stand katikati. Hata kiplay nimesimama mbele yako mpendwa wangu, unaiona hapa iko katikati. Hii uwezo kaipani. Mfano kama unapani labda hivi, mtu mwingine aelewi anapani. Ukipani ukipiga hivi napiga, nimesimama mbele yako mpendwa wangu, unasikia sauti inalia kwenye upande mmoja wa kushoto. Sasa leading inatakiwa ikae katikati hapa. Yani sizidi, si unaweka si ara ngapi, si elo ngapi, hakuna. Hii inatakiwa istendi katikati hapa. Unaweka C center, yani ke katikati kabisa, ndio sauti inatakiwa itokee hapo. Kwa hiyo kama kuna namna yote hapa zitakuwa zinakupa frequency ambazo zimepita kidogo, kuna moja kama imezidi, maana yake sauti itakuwa imelemea upande mwingine. Kwa hiyo kinachotakiwa kukifanya, unatakiwa uondoe hiyo kitu, sauti stendi katikati. Na hii inatokana na wakati wa kurekodi. Hapa tunavyoanza kurekodi hapa hadi audio track, lazima uhakikishe hizi audio input inasoma mono, configuration inasoma mono, audio output hii ndio ina stand kwa stereo. Why stereo out? Tuna stereo kwa sababu sauti inatakiwa isikike pande mbili, kulia na kushoto. Sauti inatakiwa iwe inapita, maana yake sauti itakuwa kwenye masikio inasikika katikati. Kwa hiyo ndo tunafanya hivyo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi sana ambacho unatakiwa ukizingatie. Ukishaweza kufanya hivyo, basi utakuwa umeweza kurekodi vizuri sana. Okay? Hizi sauti zingine tunazipani kulia na kushoto. Maana yake ni nini? Ili ziende zikawe wide. Kuna kitu tunafanyaga hapa, kuna plug tunaitumiaga kwa ajili ya ku wide vocal. Mfano moja nitaiweka kidogo hapa kwa ajili ya kuonyesha hapa wide. Wide. Kuna hii wide hapa. Okay. Kuna hii wide ambayo hii yani kiplay hapa, nimesimama mbele yako mpendwa wangu, ili kutia moyo wala usiogope. Nimesimama mbele yako mpendwa wangu, ili kutia moyo wala usiogope changamoto za maisha. Nafikiri unasikia ninavyofanya. Sasa hii ni plug ambayo unaweza kuitumia kwenye hizi backing vocal zako, labda kwenye group, yani toe hapa. Labda kwenye group unaweza ukaitumia hiyo wide. Unaweza ukaitumia kwenye vocal zile kwa ajili ya kupata panding nzuri zaidi hapa. Maana ukifanya vocal zako ziwe wide, ukifanya vocal zako ziwe wide, unaweza ukatumia huko kwenye group kama hili. Lakini kuna program inaitwa S1 hii hapa, image stereo, ambayo hii pia inafanya vocal ziwe wide. Hii inafanya vocal zichanue kwenye muziki wako. Unaweza ukaitumia pia hii, lakini mimi sijatumia kwa sababu vocal zangu ziko wide, zinajitosheleza. Kwa hiyo hata kwenye beat pia unaweza ukaitumia kwa ajili ya kufanya muziki wako kuwa wide. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie sana ili uweze kufanya kitu kizuri. Kwa hiyo make sure unachokifanya wewe unakijua ni kitu cha aina gani, ili kuhakikisha usije ukapoteza focus au karibu kazi yako.
Okay, hivyo ndio vitu vya msingi. Lakini kitu kingine, wakati unachukua hizi vocal ukizima kwenye magrupu huku, kwa una play utazisikia. Unasikia? Awezaye kuzizuia baraka za Bwana hakuna. Hicho ni kitu cha kwanza. Tekniki nyingine ambayo unaweza ukaitumia wakati wa kufanya mix, kuna kitu kinaitwa compressor. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Nikiplay hapo utaona compressor yangu inavyofanya kazi. Hakikisha hivi vitu hautumii sana. Sasa hapa ndo kwenye matumizi ya plugins, okay? Naomba niishie hapa kwa leo. Tutakutana kwa siku nyingine kwa ajili ya kuelezana zaidi na zaidi na zaidi. Hapa nimetumia plug hizi hapa, nimetumia kwenye Kivoko kwa faida ya mtazamaji wangu. Nimetumia hizi plug, tamani zitakuja kuzielezea kwenye video nyingine. Hakikisha tu umesubscribe ili uweze kupata video zangu. Nitakuja kuelezea nimetumia hizi plug kwa sababu gani. Nitakuja kuzielezea na kufungulia plug zote. Wale wanaonifuatilia, kwa faida yenu uweze kuangalia plug ambazo nimezitumia. Kwa hiyo ni plug chache tu nimetumia, sijatumia plug nyingi sana. Hizi hapa tumia hizi plug so that tu nafikiri ni plug ambazo zinafahamika tu. Hakuna plug ambayo ina maajabu au haijawahi kuonekana. Ni plug fulani tu za kawaida ambazo nimeweza kuzitumia kwa ajili ya kuhakikisha kazi yangu inakaa vizuri. Kwa hiyo nimetumia plug chache, lakini plug za uhakika. Kwa hiyo nitakwenda kuelezea plugins moja moja kwenye video inayofuata ili video yangu isiwe ndefu sana. Nikutakia wakati mwema. YK Media Production. Goodbye.